Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya CGTN Kiswahili, hii ni Nuru ya Mashariki. Tuliokuandalia hii leo: mitambo mikubwa zaidi ya kuzalisha umeme kwa nguvu ya maji yakamilika Tibet nchini China. China yazindua mpango mpya wa maendeleo wa miaka 5 wa uhifadhi wa mazingira, na meli ya hospitali ya jeshi la wananchi wa China yafanya kituo cha kiufundi katika kituo cha msaada cha Djibouti. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. China imekamilisha hatua muhimu katika ujenzi wa kituo kikubwa cha kuzalisha umeme wa maji katika mkoa unaojiendesha wa Xizang baada ya kufanikisha uwekaji wa rota ya jenereta yenye uzito wa takriban tani 840. Mradi huo unatumia mitambo ya kuzalisha umeme kwa nguvu ya maji yenye uwezo mkubwa zaidi duniani kwa kila uniti, kama anavyoarifu Simi Wanjala. Rota hii iliwekwa Jumanne katika kituo cha kuzalisha umeme cha Datangzala kilichopo katika jiji la Chamdo, kusini magharibi mwa China. Kituo hiki kinajengwa kikiwa na mitambo miwili ya taban na jenereta, kila mmoja ukiwa na uwezo wa kuzalisha megawati 500. Kukamilika kwa uwekaji wa rota hii kunaashiria hatua muhimu kwa China katika maendeleo ya teknolojia za mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme kwa nguvu ya maji, hususan kwa miradi inayohitaji kushughulikia shinikizo kubwa la maji na uzalishaji mkubwa wa umeme. Rota hii yenye uzito wa takriban tani 840 ni sawa na uzito wa magari madogo ya abiria 560 kwa pamoja. Ni sehemu muhimu ya jenereta inayosaidia kubadilisha nishati ya maji kuwa nishati ya umeme. Uwekaji wake unaashiria kwamba mradi huu umeingia katika hatua ya mwisho kabla ya kuanza rasmi kuzalisha umeme. Kituo cha Datangzala ni miongoni mwa miradi muhimu inayolenga kusafirisha umeme unaozalishwa Xizang kwenye maeneo mengine ya China. Mradi huu umetumia teknolojia za uzalishaji wa umeme wa maji katika maeneo yenye mwinuko mkubwa, shinikizo la juu la maji na uwezo mkubwa wa kuzalisha umeme. Baada ya kukamilika na kuanza kufanya kazi kikamilifu, kituo hiki kinatarajiwa kuzalisha karibu kilowati bilioni 4 za umeme safi kwa mwaka. Inakadiriwa kuwa uzalishaji huu utaokoa takriban tani milioni 3 za makaa ya mawe ya kiwango cha kawaida kila mwaka na kupunguza utoaji wa hewa ya ukaa kwa takriban tani milioni 3 kwa mwaka. China imezindua mpango mpya wa maendeleo wa miaka 5 wa kuimarisha uhifadhi wa mazingira na mifumo ya ekolojia katika kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030. Mpango huo unaweka malengo mahsusi ya kuongeza maeneo yaliyohifadhiwa, kuboresha ubora wa mazingira, kuhifadhi bioanuai na kuimarisha usalama wa ekolojia nchini humo. Ronald Mutie anaripoti. China itaongezea juhudi za kuimarisha uhifadhi wake wa mazingira katika kipindi cha mwaka 2026 hadi mwaka 2030, huku ikiendelea kutekeleza mkakati wake wa maendeleo ya kisasa yanayozingatia ulinzi wa mazingira kwa mujibu wa mpango mpya wa maendeleo uliotolewa hivi karibuni. Mpango huo uliotolewa kwa pamoja na Wizara ya Ekolojia na Mazingira, Wizara ya Mali Asili pamoja na idara nyingine tarehe 7 Agosti unaelezea kuwa China inalenga kuboresha kwa kiwango endelevu ubora wa mifumo ya ekolojia, kuongezea bioanuai, kuimarisha udhibiti na uwezo wake wa mazingira kukabiliana na mabadiliko pamoja na kulinda usalama wa ekolojia wa taifa. Mpango huo pia umeweka malengo mahususi ya kipindi hicho, ikiwemo kuhakikisha maeneo yaliyohifadhiwa yanabaki kuwa angalau 18% ya eneo lote la ardhi nchini China, pamoja na kuongezea kiwango cha ubora wa ekolojia hadi 86.5. Vilevile mpango huo unaainisha hatua za kuboresha mpangilio wa maeneo ya ekolojia, kuimarisha ulinzi na urejeshaji wa mifumo ya mazingira pamoja na kuendeleza juhudi za kuhifadhi bioanuai kwa njia ya kina. China imeendelea kuimarisha uhifadhi wa mazingira na ulinzi wa ekolojia katika miaka hivi karibuni. Aidha, sheria ya ekolojia na mazingira ya nchi hiyo ambayo itaanza kutumika Jumamosi hii inatajwa kuwa hatua nyingine muhimu ya kuimarisha mifumo ya kisheria unaunga mkono maendeleo endelevu na rafiki kwa mazingira. Kuongezeka kwa umaarufu wa michezo ya majira ya baridi na michezo ya milimani nchini China kumeongeza imani ya kampuni ya Kifaransa ya vifaa vya michezo ya nje Salomon, huku kampuni hiyo ikilenga kunufaika na soko la michezo linalokuwa kwa kasi nchini humo, amesema mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo. Hii hapa ripoti niliyoiandaa.
China inapozindua mpango wake wa kwanza kabisa wa kitaifa wa maendeleo ya michezo chini ya mpango wa 15 wa miaka mitano wa mwaka 2026 hadi 2030, ikilenga kuongeza thamani ya sekta ya michezo hadi zaidi ya yuan trilioni 7 sawa na takriban dola trilioni 1 za Marekani ifikapo mwaka 2030. Michezo ya nje, michezo ya majira ya baridi na matumizi yanayochochewa na matukio ya michezo yakiwa maeneo muhimu, Salomon inaweka mikakati ya kunufaika na mazingira hayo yanayochochewa na sera za serikali. China has been from the last 5 years the fastest growing region. What is very unique for China is also more than a business we are doing, is also translating the best expression of the brand and bringing new expertise. This is a direct to consumer market, so we had to develop retail operation, a consumer experience that maybe we didn't have in the past in the rest of the region. Mkurugenzi mtendaji huyo alisisitiza kuwa ukuaji mkubwa wa sekta ya michezo ya nje nchini China umeonyesha uwezo mkubwa wa soko hilo. We are currently building a culture, and the culture is now moving to make people even more active and start to embrace and endorse mountain sport. The winter sport was also a big move in China. The barrier of practicing winter sports, snowboard or ski, is even greater, but running in a mountain, hiking in a mountain is becoming very big in China. Meli ya hospitali ya jeshi la wananchi wa China, Auspicious Ark, imewasili nchini Djibouti kwa ajili ya kusimama kwa muda katika kituo cha msaada cha China. Kusimama huko ni sehemu ya maandalizi ya Mission Harmony 2026, operesheni yake ya kwanza ya kutoa huduma za matibabu za kibinadamu nje ya China. Tomonjala na maelezo zaidi. Meli hiyo iliwasili katika kituo hicho majira ya saa 1 asubuhi kwa saa za eneo, ambapo ilipokelewa na maafisa kutoka ubalozi wa China nchini Djibouti, wanajeshi walioko katika kituo hicho cha msaada, pamoja na wawakilishi wa kikosi cha 48 cha wanamaji wa China kinachotekeleza operesheni za kusindikiza meli katika ghuba ya Aden na maeneo ya bahari karibu na Somalia. Wakati wa kituo hicho cha kiufundi, meli ya hospitali itajaza mafuta, chakula na vifaa vingine muhimu. Pia itatoa huduma za matibabu kwa wanajeshi na wafanyakazi katika kituo cha msaada cha Djibouti, pamoja na wale wa kikosi cha 48 cha kusindikiza meli. Tangu kuanza safari yake Julai 22 mwaka huu, kikosi hicho kimefanya mfululizo wa mazoezi, yakiwemo ya kukabiliana na ugaidi na uharamia, ukaguzi wa safari za helikopta, uokoaji wa kimatibabu baharini, pamoja na mafunzo ya upelelezi na ukusanyaji wa ushahidi. Mazoezi hayo yanalenga kuimarisha uwezo wa kikosi hicho cha kukabiliana na dharura na kuhakikisha kuwa wanajeshi pamoja na vifaa vinabaki katika hali bora. Hii ni kwa ajili ya misheni zinazokuja. Mission Harmony 2026, ambayo ni awamu ya 12 ya operesheni ya Mission Harmony tangu ilipoanzishwa mwaka 2010, inatarajiwa kudumu kwa zaidi ya siku 200. Katika kipindi hicho, meli hiyo itatembelea nchi kadhaa za Afrika na Asia Kusini, ambako itatoa huduma za matibabu bila malipo kwa wananchi wa maeneo itakayotembelea. Nchini Burundi, ushirikiano kati ya China na Burundi unaendelea kuzaa matunda kupitia miradi inayogusa moja kwa moja maendeleo ya wananchi na uboreshaji wa miundombinu. Ijumaa, ubalozi wa China nchini Burundi uliandaa ziara maalum kwa waandishi wa habari wa ndani na wa kimataifa kutembelea miradi hiyo. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. Ziara hiyo ilijumuisha kijiji cha Ningafo, kijiji cha kwanza cha mfano cha kupunguzwa maskini, pamoja na mradi wa ukarabati wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Melchior Ndadaye. Miradi yote miwili inatekelezwa kwa msaada wa China na ushiriki wa kampuni za Kichina, ikionyesha kwa vitendo mafanikio ya ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Katika kijiji hicho, maendeleo yamejengwa kwa kumweka mkulima katika kitovu cha mabadiliko. Kijiji hicho ndicho cha kwanza nchini Burundi kutekeleza mradi wa mfano wa kilimo cha mpunga mseto. Kwa takriban mwongo mmoja sasa, wataalamu wa kilimo kutoka China wamekuwa wakitoa mafunzo na ushauri wa kitaalamu kwa wakulima, hatua iliyochangia kuboresha uzalishaji na kuinua maisha ya wananchi kwa maeneo ya vijijini. Atanase na hayo, mmoja wa wanufaika wa mradi wa mpunga mseto katika eneo la Gihanga, anasema hivi sasa matokeo yanaonekana wazi.
Kuendelea kupata mwongozo kutoka kwa wataalamu wa kilimo wa China kumetuwezesha kuboresha maisha yetu kupitia mavuno bora kwa kuzingatia mbinu sahihi za kilimo cha mpunga tangu mwanzo. Wametufundisha mbinu nyingi ikiwemo upandikizaji wa miche na matumizi sahihi ya pembejeo ili kupata mavuno mengi. Mradi wa kilimo cha mpunga mseto ulianza mwaka 2016 katika eneo la Gihanga lililoko takriban kilomita 10 magharibi mwa Bujumbura kabla ya kupanuliwa hatua kwa hatua katika mikoa mingine ya Burundi. Sio mimi peke yake, bali wakulima wengi wa hapa wamefaidika. Kama mlivyoona, wengi wameweza hata kujenga nyumba. Kupitia ushirikiano huu wa China, tulipata mbegu bora na mbolea. Hayo ndiyo tunayoweza kushuhudia. Zamani tulikuwa tukitumia kilo 150 za mbegu kwa hekta moja na kuvuna tani 2 hadi 3 pekee. Lakini kwa kutumia teknolojia za kisasa kutoka China, sasa tunazalisha hadi tani 10 kwa hekta moja. Kwa mtazamo wa China, maendeleo yanapaswa kumweka mwananchi katika kitovu chake ili mapambano dhidi ya umaskini yawe na matokeo endelevu. Dira hiyo inaendana na mtazamo wa Burundi, jambo linaloendelea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili katika sekta ya miundombinu na maendeleo endelevu. Msaada wa China ni wa vitendo. Umeleta mbegu bora, teknolojia na vifaa nchini Burundi. Lakini zaidi ya yote, umeleta matumaini ya maisha bora kwa kila mtu. Hakuna anayepaswa kuachwa nyuma. Kila mwananchi anapaswa kunufaika na maendeleo. Maendeleo ya taifa yanapaswa kujengwa kwa kumweka mwananchi mbele. Tunaamini China na Burundi zina maono yanayofanana katika swala hili. Na siku zijazo tutaendelea kushirikiana ili kufanikisha maendeleo ya pamoja ya mataifa yetu. Dira hiyo ni sehemu ya mpango wa China wa maendeleo ya kimataifa unaolenga kuharakisha juhudi za kupunguza umaskini na kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Mpango huo unatekeleza miradi katika sekta mbalimbali zikiwemo kilimo, afya, elimu, miundombinu na mageuzi ya kidijitali. Kwenye sehemu yetu ya Fahamu China, leo tunaangazia jinsi China imefanikiwa kuangamiza umaskini. Hayo ni kupitia kwa macho ya mwandishi wa habari kutoka Kenya, Macharia Wamugo, ambaye amerejea hivi karibuni kutoka ziarani nchini China. Na nilifurahi, ni mara yangu ya pili sasa kufika Uchina. Tukaenda Beijing, kisha tukaenda Sanya. Kile ambacho kilinifurahisha safari hii ni kwamba Uchina iliweza kutuelezea kwamba kuna ile misconception ya kwamba China ni nchi ambayo imepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Na tukaweza kuelezewa ya kwamba China bado ni nchi ambayo inapiga hatua kimaendeleo. Tukauliza maswali, je, tunaona miundombinu, tunaona barabara, tunaona manyumba zinajengwa, tunaona magari sasa hivi wao washaanza kutumia ile electric vehicles. Tukauliza hayo maswali na tukajibiwa, tukaambiwa ni hatua tu ambazo serikali ya China imechukua ili kuhakikisha kwamba inaendelea kuwatoa wananchi wake kutoka kwa umaskini. Kisha tukaona hatua ambazo imechukua. Sio tu kuamka asubuhi na kusema leo tutafanya hivi na hivi. Serikali inakuwa na mikakati ambayo inafuata. Kila baada ya miaka 5 wanasema tutafanya hivi, tutafanya hivi na tutafanya hivi ili kufanikisha mipango ambayo wanapanga wao wenyewe. Ni hatua ambayo imechukuliwa na tukaonyeshwa haswa maeneo ambayo hizo hatua zimechukuliwa na tukaona vile kumekuwa na transformation. Walituambia kwamba, ama tuliweza pia kujionea, kwamba unapojenga barabara ama miundo msingi, unafungua maeneo hata ambayo watu wanaona kama hakuwezi kuwa na kitu. Tukapewa mfano, siwezi kumbuka ni eneo gani, ambako President Xi Jinping alienda, akafika huko, akawasiliana na wananchi wa huko. Wakawaambia, sisi tuna shida nyingi sana. Na tukifunguliwa huku kwetu, kwa sababu wanafunzi walikuwa wanakwea mlima mrefu sana kwenda shuleni. Serikali ikakaa chini, ikajadiliana na hawa watu na wakajengewa barabara. Kuna aina mbili ya hatua ambazo serikali ya Uchina imechukua. Moja ni kuwasiliana na watu na kukaa chini kuangalia ni nini
kinachowafanya hawa watu wawe na umaskini zaidi. Kinyume na mataifa mengine, serikali haichukui tu hatua. Inatuma maafisa wake, wanakaa na familia fulani ambayo bado iko na umaskini, wanafanya utafiti wao, wanajua hii familia ni kwa nini iko na umaskini huu na ni mbinu gani ambazo tunaweza tumia ili kuhakikisha ya kwamba tumewatoa kutoka kwa umaskini. Kijiji kimoja ambacho serikali ya Uchina ilifanya hiyo ni kijiji kinaitwa Maona, ambacho kiko huko Sanya, huko upande wa Sanya. Hicho kijiji serikali iliweza kwenda na kukaa na wananchi, ikawauliza ni tamaduni zipi ambazo nyinyi mnatumia hapa. Kuna majani chai, kilimo kama umesema, na pia wanatumia mfumo wa kiasili kutengeneza fabrics. Serikali ikatilia maanani hayo, ikatengeneza barabara, ikawafungulia hao watu njia, na sasa hivi watalii wengi sana wanatoka kutembelea kijiji hicho, na kimefunguka, na watu wenye wanaishi huko ni kama tayari wameondoka katika hali ya umaskini. Ile ingine walifanya na wanafanya sana ni kufungua barabara ili kuwawezesha watu ambao wanaishi katika hayo maeneo kuweza kufikia huduma za serikali, na pia serikali inafuatilia sana. Sio tu kuja hapo na kuwaletea barabara, itakuja iangalie maeneo hayo ni nini kingine ambacho kinaweza kufanywa, wakihusisha wananchi ili kuhakikisha kwamba wameinuliwa kutoka ile hali ya ufukara. Kama hivyo tumesema, katika hiyo eneo la Maona, hao wananchi ambao wako na traditions zao, wako na mila zao, wanatengeneza hizo fabrics kawaida, lakini hawako wanajua ni wapi wanaweza peleka kwa markets, kunganizwa na masoko. So serikali ilichukua hilo jambo mikononi mwake na kuhakikisha kwamba hao watu, watalii wakitembea huko, wananua hizo fabrics. Kama wao walikuwa wakulima wa majani chai, wakitengeneza majani chai yao, wakilima majani chai yao, serikali iliwatafutia masoko na waliweza kukuwa connected na wale watu ambao wako wale watu ambao wako nchi zingine, area zingine za kutoka huko Uchina. So ni serikali ambayo inaangalia na kuona hii area ni nini tunaweza wasaidia wananchi ili waweze kufanikiwa zaidi. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第8课，下雪了。 Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha mfuatishe mwalimu kuandika. 坏， Niambie, ipi ni sahihi? 第一个， Tuangalie kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Bie, Niambie, ipi ni sahihi? 第二个， Tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa, hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Leo tutazame hadithi fupi.
Tafadhali soma na ifuatishe. 北京 4月的北京刮风了。7月的北京下雨了。10月的北京不冷也不热。1月的北京下雪了。 Kazi ya kufanya nyumbani kwa leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Furaha ya kweli si kuwa na kila kitu unachokitaka, bali ni kuthamini kile ulicho nacho. Mimi ni Khamis Darwesh. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.